Karibu tena katika siku ya leo tukiwa na mwendelezo wa series zetu za afya, na leo hii tunakwenda kuangalia kuhusiana na afya ya muziki. Tumekuwa tukiangalia afya ya mahusiano, tumekuwa tukiangalia afya ya miili yetu, na pia tumekuwa tukiangalia afya ya roho. Ila leo tunakwenda kuangalia afya ya muziki. Muziki ni moja kati ya sanaa ambayo ni baraka kubwa sana kwa mwanadamu, na muziki umetengenezwa katika ustadi wa hali ya juu sana na yule mbunifu mwenyewe ambaye si mwingine bali ni muumbaji wetu ambaye ni Mungu. Na kuna kitu kimoja cha ajabu sana ambacho nimekitazama na kukitafakari katika muziki, lakini si mimi tu, hata katika machapisho mbalimbali yameweza kuliongelea hili jambo, kwamba muziki una uhusiano mkubwa sana na mwanadamu. Yaani nikiwa na maana kwamba mwanadamu ameumbwa ni muziki. Na katika sayansi, kwa sababu sayansi haiamini katika Mungu, wao wanaishia kusema kuna uhusiano, lakini kwa wale ambao tunaamini katika uumbaji wa Mungu, tunaamini kabisa kwamba hiki kitu hakijatokea kwa bahati mbaya. Uhusiano huu unatokea vipi? Kwanza, ili tuweze kuelewa uhusiano huu wa muziki, ni vyema tuweze kuangalia kuhusiana na swala zima la muziki ni nini, na una sehemu ngapi, na unahusiana vipi na sisi. Na ninachojaribu kukifanya hapa ni kuleta ushahidi ambao wa kimuziki na wa kisayansi, kwamba hakika aliyeumba muziki kwanza ni Mungu, lakini pia hakika kwamba tunahitaji muziki ulio mzuri kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu, kwa sababu sisi tulivyoumbwa tumeumbwa ni muziki. Na nitakwenda jiongelea hili vizuri pia hata katika masomo yanayokuja. Lakini leo natamani kwanza tuende katika msingi wa somo la leo kuhusiana na muziki. Muziki ni sauti zilizopangiliwa ambazo zinapanda na kushuka. Sauti hizi zikitolewa katika mpangilio huo zinatengeneza muziki. Unakuwa ni kile ambacho tunakisikia na kuweza kukifurahia. Muziki una sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza kabisa ya muziki ni sehemu inayoitwa melody. Sehemu ya pili inaitwa harmony. Sehemu ya tatu inaitwa rhythm. Sasa nimesema hivi, muziki haujatokea kwa bahati mbaya. Muziki umeumbwa, na aliyeumba ni huyo mmoja, kwa sababu ndiye aliyetuumba na sisi. Na hili sisemi tu kwa sababu ya swala la imani, lakini nasema nitakapounganisha hivi vitu viwili, na utaona kitu ambacho nakiongea kwamba ni hakika kwamba aliyeumba hiki kitu ni Mungu, na haiwezekani kikawa kimetokea kwa bahati mbaya. Muziki una sehemu tatu, lakini kiuhalisia muziki una sehemu moja, na sehemu hizi tatu ni melody, harmony na rhythm. Sasa melody ni nini? Sehemu hizi tatu, sehemu ya kwanza kabisa ya muziki inaitwa melody. Na melody ni nini? Melody ni sauti ambayo inatambulisha muziki, ni tune, ndio msingi wa muziki, ndio kitu ambacho tunaweza tukasema kwamba wimbo. Maana ya melody ni neno la Kigiriki ambalo limetoka katika neno melodia au melosia, ambayo hii melosia maana yake ni nini? Maana yake ni wimbo. Kwa mfano huu unaosikia hapo, utakaoona katika video hiyo hapo, utagundua kabisa kwamba hicho kinachoimbwa hapo ni melody. Na hii melody inaweza kaa ni rahisi sana kuweza kuielewa sisi sote, kwa sababu ndio msingi wenyewe, yani ndio tune yenyewe ya wimbo. Na melody inapoimbwa huwa inakuwa ina sifa moja ya kwamba ni rahisi sana kuweza kuisikia na kuweza kuishika kuliko hizo sehemu nyingine. Sasa hebu sikiliza kwa sekunde chache hizi kipande hiki cha melody uweze kujua nini maana ya melody. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Hiyo melody umeweza kuisikia. Sasa hicho ulichokisikia ni melody. Sasa katika huo wimbo kuna rhythm, kuna harmony.
katika huo wimbo kuna harmony. Harmony ni nini? Harmony sasa ni sauti zaidi ya moja zinapoimbwa kwa wakati mmoja kwa kupatana. Kwa hiyo issue sio ziimbe tu, lakini issue ziimbe kwa kupatana. Ina maana kwamba hauwezi kuwa na harmony pasipo melody. Lazima uwe na melody kwanza. Ukisha kuwa na melody ndio unaweza kutengeneza harmony. Na kuna kanuni za kutengeneza harmony ambazo hizo ni lazima uende katika shule ya muziki. Kama una sauti ya kwanza ambayo itakuwapo ni melody, sauti ya pili, ya tatu na kuendelea zikiimbwa kwa wakati mmoja pamoja na hiyo ya kwanza, hiyo inaitwa harmony. Kwa hiyo harmony, ndani ya harmony kuna melody ndani yake pia. Sasa hebu sikiliza pia kipande hiki cha muziki uweze kusikia harmony. Yes, nafikiri umeweza kusikia. Kwa hiyo hiyo ndiyo harmony. Sasa rhythm ni mwendo wa huo wimbo. Kwa hiyo rhythm kuanzia kwenye ile melody, hebu tuisikilize melody kidogo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Hapo kuna rhythm, ni mwendo wa huo wimbo. Lakini pia hata katika harmony kuna rhythm. Kwa hiyo hizo ni sehemu kuu tatu za muziki. Kwa hiyo tunaposema sehemu kuu tatu za muziki, tuna maana kwamba tunaweza tukawa tuna vitu vingi ndani ya muziki, lakini katika ujumla wake ni sehemu tatu. Lakini kiuhalisia katika ujumla wake tungesema ni sehemu mbili, melody na harmony, kwa sababu ndani ya melody pia kuna rhythm. Lakini pia katika ujumla wake wote kuna sehemu moja tu ya muziki ambayo ndio source, ambayo ndio chanzo, ambayo nayo ni melody. Sasa kwa maelezo haya unaweza kugundua kwamba kuna kitu ambacho kwa wale ambao wamekuwa mkifuatilia video zetu unaweza kuanza kuona similarity, unaweza kuanza kuona mfanano kwamba kumbe melody, ndani ya melody kuna harmony, ndani ya melody kuna rhythm. Kwa hiyo tunapovigawa hivi vitu, tunapogawa harmony na tunapogawa melody, tunapogawa rhythm na tunapogawa harmony, ni katika swala zima la kujifunza moja, lakini pia ni katika swala zima la kuweza kukuelewesha kwamba muziki uko vipi. Lakini kiuhalisia kama tuna sauti moja tu ambayo ndiyo sauti tambulishi ambayo ni melody, ina maana kwamba huo ni muziki ambao umekamilika. Na cha ajabu kuliko vyote, ndio maana mimi huwa nasema hivi, ninazidi kila siku kuweza kuamini kwamba hakika hii dunia imeumbwa na Mungu, na ninaamini katika kitabu cha Mungu ambacho ni Biblia. Yaani ninashindwa kuficha hizi hisia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila ninaposoma masomo haya mengine ya duniani, haya ya darasani, yote yanakubaliana katika msingi na kile ambacho Biblia inakifundisha kwamba melody ndiyo source. Yaani katika muziki unaposema source ya muziki unaongelea swala la melody. Kama vile ambavyo katika uumbaji tunajua kabisa kwamba yuko Mungu ambaye ndio muumbaji, ambaye ndio source. Lakini pia yuko mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Lakini pia yuko Roho Mtakatifu ambaye huyu Roho Mtakatifu anatoka pia kwa Mungu. Ni huyo Roho wa Mungu. Yaani nikiwa na maana kwamba huwezi kumtenganisha Mungu na Roho wake. Huwezi kumtenganisha Yesu Kristo na Roho wake. Yaani ni kitu kimoja.
lakini tunapojifunza au Biblia inapotuelewesha huwa inaweza ikaelezea function za Roho Mtakatifu kana kwamba yuko tofauti, lakini kiuhalisia hayuko tofauti. Ukisoma katika fungu hilo hapo la Mwanzo 1 fungu la 2 inasema kwamba, ukianzia 1 anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini fungu la 2 anasema kwamba Roho alituama katika vilindi vya maji. Kutuama huko ambako kunaongelewa ni moving. Biblia ya Kiingereza inasema kwamba and the spirit was moving. Move ni kutembea, alitembea in a rhythm. Spirit anatembea in a rhythm. Na utagundua kwamba maelezo haya yanayoongelewa hapo yamemtenganisha kama Mungu na Roho wake, lakini hiyo ni katika kutufundisha sisi. Kiuhalisia huwezi kumtenganisha Mungu na Roho wake, na unaweza kugundua hili katika uumbaji. Anapoendelea kuelezea kuhusiana na uumbaji, anamuumba mwanadamu kwenye mavumbi, lakini anampulizia roho, anampulizia pumzi ya uhai, anampulizia the spirit ambaye ni spirit yake. Sasa anapompulizia spirit huyu mwanadamu, sasa anakuwa hapo ni nafsi hai. Kwa hiyo kabla hapo anakuwa sio nafsi hai. Sasa nafsi hai ambayo ni muunganiko wa vitu viwili, sasa spirit pamoja na mwili, ndiyo tunampata sasa wewe hapo ambao unatembea unasikiliza hata video hii na kadhalika. Sasa utagundua kwamba hauwezi kumtenganisha mwanadamu pamoja na roho. Katika video zilizopita tuliangalia upaganini walijaribu kufanya hivyo, kina Plato, na kuweza kutenganisha roho pamoja na mwili kwamba ni vitu viwili tofauti, lakini kiuhalisia ni ukweli ni vitu viwili tofauti katika muktadha wa kwamba katika uumbaji Mungu aliumba kwanza mwili kutoka kwenye mavumbi, alafu baadaye akapulizia pumzi ya uhai ambayo ni ya kwake yeye mwenyewe. Lakini katika function hauwezi ukavitenganisha hivi vitu viwili. Ukitenganisha kimoja kinakuwa kimekufa. Kwa hiyo kama sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu, kama ambavyo fungu hili la Mwanzo 1 fungu la 26 anavyosema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ina maana kwamba Mungu wa mbinguni alipomuumba mwanadamu kwa mfano wake, alimuumba kama yeye jinsi alivyo, ambaye Mungu yeye pia ana roho, lakini pia ni roho. Yaani ikiwa na maana kwamba Mungu ni roho, lakini pia Mungu ni nafsi. Yaani sio tu kwamba Mungu ni roho, ni kitu ambacho hakina form. Kina form lakini sio kibinadamu. Sio hii ambayo imetokana na mavumbi. Malaika ni roho lakini wana form, sio kama hii ambayo imetokana na mavumbi. Na hauwezi kumtenganisha Mungu na roho wake. Lakini katika function, katika utendaji wake wa kazi, amejaribu kuongea jinsi ambavyo roho wake anafanya kazi. Na ndio maana hata leo hii wewe na mimi tunapokuwa tunafanya chochote, hata hapa ninapoongea na wewe, naongea kupitia roho. Tulishaongea katika vipindi hata vya afya, tukasema kwamba macho hayaoni, wala mdomo hauongei, wala mikono haitembei, haiongei, wala miguu haitembei. Vyote hivyo vinafanywa na kitu kimoja tu kinachoitwa roho ama spirit au akili ambayo ni mind. Kwa hiyo tunaposema the mind of God au akili ya Mungu, tunaongelea roho wa Mungu. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambacho unaweza ukakitenga katika function hizi ambazo kama nilivyosema kwamba roho wa Mungu akatuama katika vilindi vya maji, roho wa Mungu akasema. Roho wa Mungu anaposema ni Mungu mwenyewe amesema. Hauwezi kutenganisha. Yaani sio kwamba kuna Mungu alafu kuna roho. Sasa kwa nini nimesema haya yote? Leo sifundishi kuhusiana na swala la afya ya roho. Leo nafundisha kuhusiana na afya ya muziki. Utagundua kwamba pia hata muziki una sehemu tatu, na hizi sehemu tatu za muziki ambazo ni melody, harmony na rhythm, zote ni kitu kimoja tu. Zote zinapatikana katika kitu kimoja ambacho ni melody. Nikiwa na maana kwamba rhythm sasa ambayo ni mwendo wa muziki. Na huu mwendo unatembea katika pattern. Huu mwendo kuna vitu vingi hapo ndani ambavyo viko ndani ya rhythm. Kwa hiyo itakuwa ni complex kwanza kukichambua kimoja baada ya kingine. Kuna time signatures, kuna hata tempo ni sehemu ya rhythm lakini sio rhythm. Nikiwa na maana ile speed ya muziki ni sehemu ya rhythm. Sasa vyote hivi vipo ndani ya kitu kimoja kinachoitwa melody. Sasa ukianza kutengeneza sasa ukazalisha kitu cha pili kutoka kwenye source ambayo ni melody, unazalisha sasa kitu kinachoitwa harmony. Melody ni source ya harmony. Kwa hiyo harmony imetoka katika source ambayo ni nini? Ambayo ni melody. Na melody imetoka, harmony imetoka katika rhythm. Melody ndio source.
Sasa tena ukisoma katika Biblia najaribu kuweza kutengeneza msingi wa kwamba muziki umeumbwa na Mungu. Kama nilivyosema, vipindi vyetu hivi vinachojaribu kufanya ni kuiprove science na kuprove uumbaji wote, kwamba hakika kuna mtu aliyeumba vitu vyote hivi, na tutatumia sources zote za kiutaalamu wa muziki na wa afya kudhihirisha hiki ambacho ninakiongea, kwamba muumbaji wa muziki ni Mungu, na natumia resources zote za muziki na resources zote za afya, nikiwa maana afya ya mwanadamu, kuweza kuprove hiki kitu kutoka katika Biblia kwamba muumbaji ni Mungu. Na ndio maana sayansi mpaka kesho kutwa wanaendelea kujifunza na kutambua na kuvumbua vitu mbalimbali ambavyo vyote vinarudi katika msingi ule ule kwamba muumbaji ni Mungu. Sasa Mungu yeye akiwa kama ni source, utagundua kabisa kwamba kutoka kwake yeye kuna mtu au kuna mtu anayeitwa a person anayeitwa Yesu Kristo au mwana wa Mungu. Na hili pia limekuwa likileta mkanganyiko kwamba Mungu anazaa, Mungu ana mtoto, Mungu ana nini. Kiuhalisia Yesu ni mwana wa Mungu, ametoka kwa Mungu. Source ni mmoja, chanzo ni kimoja ambayo ni Baba, na kutoka kwa Baba anatoka nani? Anatoka Mwana. Sasa angalia jinsi ambavyo hivi vitu vinafanana. Baba ni chanzo, Baba ndiye melody. Ukisoma katika Biblia katika fungu la Zaburi 97 anasema kwamba Mungu wangu ndiyo wimbo wangu, na tumeangalia hapo kwamba maana ya melody ni wimbo. Yaani unaposema melody, ukisema kwamba melody na ukasema wimbo, umeongea neno moja lenye maana moja. Okay? Kwa hiyo kama Baba ndiyo wimbo, Mwana atakuwepo ni harmony. Na ukiangalia katika Biblia kazi ya ukombozi wa mwanadamu imefanywa na Mwana, ambaye Mwana kazi yake ni mpatanishi. Anampatanisha mwanadamu pamoja na Baba. Anampatanisha vipi? Ni kwa sababu mwanadamu alipotenda dhambi ilikuwa hakuna njia nyingine isipokuwa kwamba ni lazima huyu mwanadamu aweze kuokolewa, na aweze kuokolewa kutoka kwa yule ambaye ni mwanzilishi wa sheria, ambayo sheria inasema mtu akitenda dhambi ni lazima afe. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba ni mwanadamu afe au aliyeanzisha hiyo sheria aweze kufa. Kwa upendo wa Mungu akafa kwa ajili ya wewe na mimi tuweze kupata uzima wa milele. Kwa hiyo utagundua kwamba anayekufa sasa ni huyu mpatanishi, anayempatanisha mwanadamu na Mungu. Na music works the same, music operates the same, music is the same. Hata muziki unafanya kazi hivyo. Kazi ya harmony ni kumpatanisha melody pamoja na rhythm. Harmony yuko katikati hapo, akiweza kupatanisha. Kwa sababu gani? Anapatanisha sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu na sauti ya nne. Sauti ya kwanza ikiwa ni melody yenyewe haibadiliki. Naomba nirudie tena, melody ni Mungu. Yaani unaposema melody una maana ni Mungu, kwa sababu Daudi mwenyewe amesema kabisa kwamba Mungu ndiye wimbo wangu. Melody ni Mungu, na melody haibadiliki, na melody iko hivyo jinsi ilivyo. Nilishangaa sana kuona hata muimbaji huyu wa kidunia kabisa, Quincy Jones, ambaye ni unaposema mtayarishaji nguri na mzalishaji nguri wa muziki duniani namba 1, uwezo ukashindwa kumtaja mtu kama Quincy Jones, ambaye ndiye aliyekuwa akimtayarishia nyimbo hata nguri mwingine wa muziki wa pop aliyekuwa anaitwa Michael Jackson. Wote tunamfahamu mfalme wa pop Michael Jackson. Aliongea kitu fulani hicho, hebu msikilize hata anachokiongea kuhusiana na melody. The birds did not imitate flutes. It's the reverse. Thunder didn't imitate the drums. It was the reverse. And so the elements of nature, when it comes from that's the most powerful force there is. Just like a melody, you can study orchestration, you can study harmony and theory and everything else, but melodies come straight from God. There's really no technique for melodies, really. You can't touch it, you can't taste it, you can't smell it, you can't see it. You just feel it, and it hangs in the air. It owns, it dominates every time period, String quartets had its own time period, and nobody can ever change it because it's hanging up there in heaven someplace. They used the 440 to tune up to A, and I hear that the pulse of the universe is 454. That's pretty close. And so that A has something to do with much more than just a note. It's got something to do with just a natural rhythm of what life is about. Kwa hiyo
utagundua kabisa kwamba hata huyu nguri wa mziki, mtayarishaji namba 1 kabisa wa mziki aliyewahi kuishi hapa duniani, bwana Quincy Jones, anaongelea jinsi ambavyo melody can never be touched. Anasema hauwezi kugusa melody na hauwezi hata modify vyovyote vile. Na alichokisema ni kweli. Hata ukienda shule tunadili zaidi na harmony. Okay, kupangilia harmony. Harmony is rich. Is so deep na yenyewe pia. Nikiwa na maana kwamba sio rahisi. Yaani kwanza, by the way, kila mtu anaweza kutengeneza melody. Hata unaweza kutengeneza melody. Ukipiga hata mluzi tu wote, that's a melody. Yaani hakuna shule inaweza kukataa kumluzi huu. Hakuna shule, na sio kama ni kitu ambacho nimekitunga sijui saa ngapi, ni dakika hii nimeweza kukitunga. Hakuna shule wala mtaalamu wa muziki anaweza kusema kwamba hiyo melody yako haijakaa vizuri. Kwa sababu gani? Melody ni Mungu ndiye muasisi wa melody. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kaimodify melody. Lakini sasa kutoka katika sauti hii tuweze kutengeneza sauti ya pili, ya tatu na ya 4, hiyo inahitaji shule. Hapo sasa tunaweza tukatengeneza, kuna form nyingi za kutengeneza nini? Za kutengeneza hiyo harmony. Umeona? Lakini pia mziki wetu utembeaje? Mziki wetu uende kwa speed kiasi gani? Mziki wetu uwe na form gani? Mziki wetu uweze kuwa na texture, kwa sababu katika mziki pia kuna rangi, kuna textures, okay? Texture ya mziki. Hii texture ya mziki iwaje? Hivyo vitu vyote ni vitu ambavyo vina patikana katika rhythm, vinapatikana sasa huko, unaweza kuvitengeneza. Yaani ikiwa na maana kwamba hivyo ni vitu ambavyo sasa composer ama yule mzalishaji wa mziki, mtunzi wa mziki, anaweza akaamua mziki wake uweze kuwa na texture gani, lakini sio melody. Melody kitungwa imetoka hivyo hivyo. Hata kama kutakuwepo kuna melody billion na billions na billions na billions na billions na billions na trillions, infinity, number infinity, bado melody inabakia kuwa ni Mungu, haibadiliki. Na hakuna mtaalamu anaweza kubadilisha melody. Of course, shoni ukienda kuna zile forms za melody na nini wanajaribu, lakini kiuhalisia melody is just a melody. Hauwezi ukaigusa. Kwa sababu gani? Kwa sababu melody ni source. Kama vile ambavyo Mungu ni source ya vitu vyote. Na hata ukisoma, ndio maana Mungu anasema kwamba akamtoa mwanae wa pekee. Yaani Mungu ndiye aliyemtoa Yesu. Yesu akumtoa Mungu, nikiwa na maana kwamba Baba, kwa sababu Yesu naye ni Mungu. Nikiwa na maana kwamba Baba alimtoa mwana, lakini sio mwana alimtoa Baba. Okay? Lakini pia utagundua kwamba sasa hao wote wanafanya kazi kupitia kitu kinachoitwa roho. Na sasa Biblia ikaelezea, kwa sababu kuna roho mchafu ambaye naye shetani naye anamtumia naye roho, ana roho wake ambaye anatumia, na ndio huyu anafanya watu waweze kuuana, watu waweze kufanya mambo yaliyo mabaya na maovu na kadhalika. Naye ni roho pia anatumia, okay? Lakini sasa huyu ni roho, yeye ni mtakatifu, sio roho ambaye anafanya mabaya. Ni roho anakuongoza kufanya mambo yote ambayo ni mema. Kwa hiyo vivyo hivyo hata katika muziki kuna rhythm. Rhythm na yenyewe inatembea. The right rhythm ina maana kwamba na yenyewe itakuwa ni roho iliyo njema. Lakini the wrong rhythm sasa itakuwapo ni roho ambayo ni roho mbaya, yani ni roho mbaya, ni roho wa shetani. Na ndio maana hata katika muziki kuna uhusiano mkubwa sana kati ya muziki wa Mungu, muziki na Mungu, na muziki wa shetani na muziki na shetani. Kwa hiyo vyote hivi vinazidi kunipatia mimi kwanza ushahidi kwamba hakika muumbaji wa muziki ni Mungu, na muumbaji wa vitu vyote duniani hapa ni Mungu. Siko hapa kukulazimisha kukubali, lakini ndio uhalisia, kwa sababu ushahidi wote unaelezea hiki ambacho nakiongea, kwamba uumbaji wote ni Mungu mwenyewe aliyeumba katika dunia hii, na wote tunamuelezea yeye Mungu katika hata katika muziki. Sasa tunaweza tukajifunza kuhusiana na nani? Kuhusiana na Mungu. Kwa kama vile ambavyo hauwezi ukatenganisha roho wa Mungu na Mungu. Yaani kwa maana mengine, ukimtenganisha roho wa Mungu na Mungu, Mungu naye ana cease to be exist. Haiwezekani, lakini najaribu kuongea katika lugha ambayo unaweza kaelewa, kama vile ambavyo haiwezekani. Na ndivyo ambavyo haitakiwi kuwezekana kuweza kumtenganisha Mungu na roho wake. Watu wamejaribu kumtenganisha Mungu na roho, kwamba roho ni kitu tofauti na Mungu ni kitu tofauti. Mungu ni mmoja, Baba pamoja na mwanae roho mwanae Yesu Kristo, ambaye Baba yeye akiwa ni chanzo anatoa roho kwa mwanae nani? Yesu Kristo. Na Yesu Kristo
akiwa yeye sasa ni mwana wa Mungu, ni tabia, ni character, ni representative wa Baba, kwa sababu yeye katika yeye kuna kila kitu. Ina maana kwamba unapomuona Yesu unamuona Baba ambaye ndio chanzo cha kila kitu. Vivyo hivyo muziki ni melody. Melody inatoka harmony, na ndani ya harmony na ndani ya melody kuna rhythm, na huwezi ukaitenganisha melody na rhythm, na huwezi ukatenganisha harmony na rhythm. Unapotenganisha melody na rhythm, unapotenganisha harmony na rhythm, unaanza kuwa na kitu tofauti. Unaanza kuwa na muziki ambao ni tofauti sana. Moja ya shida muziki ambayo inakwenda kutusumbua sasa hivi, ambayo hata katika video zilizopita tumeangalia, ni muziki ambayo imetenganisha rhythm na kuiamplify rhythm, kwa sababu katika uumbaji wa Mungu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ambaye of course Roho yuko ndani ya Baba na yuko ndani ya Mwana, na ndio huyu ambaye anakuja kwetu sisi, ambaye sasa sisi tukimkubali Mwana ambaye ni Yesu Kristo, yule Roho anakaa ndani yetu. Nikiwa na maana kwamba Yesu Kristo anakaa ndani yetu, ni the actual Jesus Christ himself ndani yetu sisi. Yaani Yesu anakaa ndani yetu sisi. Na tutaangalia hiyo katika masomo yanayokuja ya afya ya roho. Sasa kinachotokea ni hivi, hauwezi kumtenganisha huyo Roho, huwezi kumtenganisha Yesu, huwezi kumtenganisha Yesu na Roho wake. Vivyo huwezi kumtenganisha Mungu ambaye ni Baba sasa na nani? Na Roho, kwa sababu ni Roho ni mmoja ambaye ametoka kwa Baba na kwa Mwana, na kwa kadri tunapompokea Yesu tunampokea huyo Roho. Vivyo hivyo muziki wowote ulio mzuri, unaweza kusikiza piece kama hii kabla siendelea. Verse 2, let's have all the ladies, soprano and altos, that beautiful harmony. Amen. Let's join our sisters. Now the men, we are also called to be faithful. So the men, we do this stanza, then the ladies, you'll join us at the chorus. Let's all join. We are doing the chorus in Kiswahili. Sasa yanakaribia kuisha. Je, mavuno yako yako tayari?
katika piece hiyo uliyotoka kuisikiliza kuna rhythm pale, kuna harmony pale, kuna melody pale, lakini hauwezi kuvitenganisha. Kwa sababu gani? Ni sauti ambayo imekuwa blended, ni sauti moja. Naanza katoa mfano mwingine, labda tunaweza kanielewa. Tunaposema kwamba juisi ya sharubati ya maembe, labda parachichi, labda na karanga, okay, tukisema pamoja na nini kingine, labda tukachanganya hapo na kitu kingine unaweza kuchanganya hapo, sawa. Ikitoka ile kisha kuwa sasa katika hiyo smoothie au hiyo sharubati ama juisi yoyote vile, hauna uwezo wa kusema kwamba nataka nitoe parachichi hapa niweke pembeni. Hauna uwezo wa kusema kwamba nataka nitoe embe niliweke pembeni. Hauna uwezo huo. Kwa sababu gani? Kwa sababu vyote vile vimechangamana pamoja, na vyote hivyo tunasikia ladha yake ya uzuri na utamu, kwa sababu vyote viko katika mchanganyo mmoja. Lakini hauwezi lakini unapoongelea kwamba hii ni sharubati gani, utasema hapa kuna maembe, hapa kuna parachichi na kadhalika. Vivyo hivyo muziki tunapoongelea katika muktadha wa kuuchambua, na katika muktadha sasa wa shuleni, ni kweli kuna harmony, kuna ambao ni sauti zaidi ya pili na ya tatu na ya nne zinapoimbwa kwa wakati mmoja, ambayo ndio tunaita chord sasa. Lakini pia kuna hiyo rhythm ambayo inakuwa ndani ya hiyo harmony, lakini pia kunakuwa na melody ambayo ndio ile ambayo inasikika. Melody ni lazima isikike, ambayo inautambulisha muziki, ambayo ndio source. Kwa hiyo hapo unakuwa na muziki ambao umekamilika. Sasa changamoto tulionayo ni hivi: shetani anataka kuondoa, au shetani ameitenga rhythm na kai amplify. Ametenganisha rhythm na kuifanya iwe tofauti. Yaani amemtenganisha roho na mwanadamu, amemtenganisha roho na Mungu. Na unaweza kuona hii attempt haijaanzia tu kwenye muziki. Hii attempt imeanzia kwa Mungu mwenyewe. Amemtenganisha roho na Mungu, kwamba hivi ni vitu tofauti. Lakini pia akaja kwa mwanadamu akamtenganisha, na ndio maana kumekuwa na imani kubwa sana ya watu wanaoamini kwamba mtu akifa roho yake anakwenda mbinguni, ila yeye anabaki hapa duniani, na huyu roho anaendelea kuishi somewhere huko paradiso. Wengine wanaamini ni hapa underworld, tuliangalia haya masomo. Wengine wanaamini kwamba anaenda mbinguni, anaishi na Mungu. Hizi attempt zote ni attempt ambazo zinapingana na uumbaji wa Mungu, kwa sababu uumbaji wa Mungu unafundisha kwamba mtu akifa ni termination, yani roho anapokuwepo ametoweka, ina maana huyo mtu naye haishi. Na hii yote ni kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Vivyo hivyo unapoondoa roho wa Mungu, umemwondoa Mungu, hakuna Mungu. Kwa hiyo ni either una roho wa Mungu ambaye ni completely Mungu mwenyewe, au hauna Mungu. Kwa hiyo hauwezi kutenganisha vitu hivi viwili. Kwa hiyo tunapojaribu kutenganisha muziki, tunapotenganisha rhythm, tunakuwa na kitu ambacho tunaita rhythm ambayo inajitukuza. Rhythm hii ni rhythm ambayo ina madhara mengi sana. Kwa hiyo muziki yote ambayo unaweza kuisikia, naomba usikilize pieces hizi chache kidogo, utagundua kabisa kwamba yote hii muziki ina rhythm ambayo rhythm hii imetengwa, sio natural rhythm. Angalia muziki wenye natural rhythm, nikiwa na maana kwamba utaona piano inapiga natural rhythm, utaona kwamba muimbishaji huyu anaimbisha natural rhythm. Sikiliza kwanza hii ni natural. Rhythm. Yes, unachokiona hapo ni natural rhythm, ni music with the natural rhythm. Hakuna rhythm haijatengwa. Okay, umeshaangalia pati hiyo. Sasa angalia pati hii. Huu ni muziki ambao rhythm imetengwa. Roho ametengwa pembeni. Na sasa hivi una roho, una rhythm tofauti na una muziki tofauti. Na roho imekuwa separated na imekuwa amplified. Yani imetengwa na ikawa amplified, ikakuzwa. Ndicho unachokiona.
Tunaposikiliza muziki ambayo rhythm imejitukuza, madhara yote ya kimwili, ya afya ya mwili yanakuja. Tunarudi kule kule katika mzunguko ule ule. Nitaongea vipindi hata vikifika milioni 2. Kumbuka kwamba msingi mzima wa mwili wa mwanadamu na afya ya mwanadamu aliyeumba ni Mungu. Unapoenda kinyume na taratibu, unapokwenda kinyume na mfumo wa Mungu, ni unakwenda kinyume na mfumo wa kila kitu ambacho Mungu ameweza kukiumba. Kwa hiyo Mungu ameumba kwamba tunaposikiliza muziki, na hili somo tutaenda kuliangalia katika kipindi kinachokuja, tuweze kusikiliza muziki ambao una rhythm ambayo haijatenganishwa kutoka kwenye melody na harmony, na una harmony pamoja na melody. Nikiwa na maana inaanza melody, inafuata harmony, alafu ndani yake kuna nini? Kuna rhythm. Lakini muziki hii ambayo inakwenda kinyume na Mungu imetenganisha melody, imetenganisha rhythm na kuipandisha rhythm ikawa juu, melody na harmony ikawa hazisikiki. Na ndio maana unapokwenda sehemu yoyote sasa hivi, muziki wote utakaosikia, ikiwa ni kwenye sherehe, ikiwa hata katika nyumba za ibada, kwa bahati mbaya baadhi ya nyumba, niseme nyumba nyingi za ibada, utasikia rhythm, melody na harmony hausikii. Ikiwa na maana nini? Ikiwa na maana kwamba ni roho huyu aliyetengwa amepandishwa juu, alafu harmony, melody ambaye ni Baba na harmony ambaye ni Mwana vimepigwa chini. Kwa hiyo hiyo ndiyo shida iliyopo. Naamini kwa kupitia video hii utaanza kuelewa kwamba vita ya muziki ipo pale ambapo utaratibu umekwenda kinyume, utaratibu umevunjwa, rhythm imevunjwa, imekuwa separated na ikaweza kunyanyuliwa juu, melody na harmony vikashuka chini. Na tunapofanya hivyo na tunaposikiza muziki huo, tunakuwa tumesikiza muziki ambao unakwenda kinyume na utaratibu wa Mungu, na ni muziki ambao unatuletea shida zote za mwili. Naamini kwamba utabarikiwa na utaanza kusikiliza muziki ulio sahihi, muziki ambao una melody, harmony na rhythm.